Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 8 ya mwezi wa 5. Tarehe 8 ya mwezi wa 5 mwaka huu wa 2025 saa 12 asubuhi, kipindi chetu hewani Utupe Leo Riziki Yetu ya kila siku. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba. Na leo nataka nianze kukupa msingi wa 10. Msingi wa 10 wa kufanikiwa kiuchumi. Tayari tumeshaangalia misingi 9. Leo nataka nikupe msingi wa 10. Kumbuka maandiko matatu yanayotuongoza. Mithali 14:23, katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo ni hasara. Kwa hiyo hakuna kazi isiyo na faida. Mhubiri 10:15, kazi yao wapumbavu wachosha kila mmoja, kwa maana hawajui njia ya kuendea mji. Kwa hiyo japokuwa unafanya kazi, kwa nini unaweza ukaona kazi nyingine hazina faida, ukaona kazi nyingine ni hasara, hata kama unafanya kwa kikundi, kwa kushirikiana, kwa sababu hujui njia ya kuendea mji, haujui soko liliko. Kila kazi sharti iende sokoni ili ikutane na thamani sahihi, na ndipo uone faida ya kazi yako. Ndio maana Isaya anasema mimi ni Mungu nikufundishaye ili upate faida. Kumbuka hiyo ni jambo la msingi sana. Zaburi ya 11 mstari wa 3, hayo yote yakifanyika lakini misingi ikaharibika, mwenye haki hana jambo la kufanya. Kwa hiyo tunaangalia misingi kama sehemu ya kuhakikisha ya kwamba kazi unayofanya, faida unayopata inakuwa ya manufaa kwako, kwa sababu umedumu kwenye misingi. Na hii 10 ni baadhi ya misingi ambayo tunaiongelea, iko mingi sana kwenye Biblia. Mungu akitupa neema tutaenda zaidi ya hiyo. Lakini leo nataka nikupe msingi wa 10. Na msingi wa 10 wenyewe ni kwamba jifunze na uziishi kanuni au mifumo ya udhibiti wa mapato na matumizi. Jifunze na uishi kanuni au mifumo ya mapato, ya udhibiti wa mapato yako na matumizi yako. Jifunze na uishi. Hakikisha unajifunza na unaishi kanuni au mifumo ya udhibiti wa mapato na matumizi. Watu wengi wanataka kudhibiti matumizi, hawataki kudhibiti mapato. Utakuwa umekosea formula. Wengine wanataka kudhibiti mapato, hawataki kudhibiti matumizi, pia utakuwa umekosea formula. Mapato na matumizi vyote vinahitaji kudhibitiwa. Tito 3:14, jifunze kuishi kwa matumizi yaliyo ya lazima. Na hauwezi kuishi kwa matumizi yaliyo lazima kama hauna vidhibiti. Controls kwa neno la Kiingereza. Mithali sura ya 1 mstari wa 32. Mithali sura ya 1 mstari wa 32, Biblia inasema, maana kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua. Unaona? Na kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza. Kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua, na kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza. Kwa hiyo sharti ujue kanuni na uziishi za kufanya udhibiti wa mapato na matumizi, kwa sababu kama usipofanya hivyo, Biblia itakuita unakuwa mjinga. Na inasema fedha uliyopata inaweza ikapotea, ukarudi nyuma na utaangamia. Lakini pia kabla usipojua hizi mbinu za kudhibiti mapato na matumizi yako, inasema ukifanikiwa wewe utakuwa ni mpumbavu, au ujui hizo njia, utaangamia. Kwa sharti ujue kanuni za kudhibiti mali. Kwa mistari hii au mstari huu wa Mithali nikukumbusha mambo kama mawili ya msingi sana kabla tujaendelea mbele. Jambo la kwanza, Marko 4:19 inatufundisha kwamba fedha au mali imebeba roho ya udanganyifu. Na nimesema mara nyingi ya kwamba fedha ni roho ambayo inakuja na maamuzi yake inapokuja kwako. Kwa hiyo kumbuka siku zote, ukipata fedha haujaitengenezea maamuzi, yenyewe inakuja na maamuzi yake, na kimsingi hayo maamuzi sio ya kukufanikisha. Ni maamuzi ambayo ni ya kukupoteza. Ndio maana Zaburi 62 mstari wa 10, fedha izidipo usiangalie sana moyoni. Kumbukumbu sura ya 6, Kumbukumbu sura ya 8 amesisitiza mara nyingi, utakapofanikiwa angalia moyo wako, usije ukainuka ukamsahau Bwana Mungu wako. Kitabu cha Yeremia sura ya 7:17, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, tena una ugonjwa wa kufisha. Kwa hiyo hakikisha una control moyo wako kabla fedha haijaja. Na una control vipi? Unaudhibiti vipi? Kwa kujua kanuni za kudhibiti mapato, yakija asikuvuruge, na namna utakavyotumia. Wengi wamepata mapato mengi, hawaoni mafanikio kwa sababu wameharibu kwenye matumizi. Wengi hawajui jinsi ya kumanage matumizi yao, na kwa hiyo hata mapato yao hayana maana. Kwa hiyo ni muhimu sana ukajua kwamba mali inakuja na roho ya udanganyifu ambayo ni ya upotevu, na ukaa vibaya hiyo
inaweza ikakupoteza. Na jambo la pili ujue kwamba hiyo Yeremia ni ukusomea 17, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, mstari ule wa 9 nafikiri, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Lakini Mithali 4:13-23, Mithali 4:23 inasema linda sana moyo wako, maana huko ndiko zitokako chemichemi za uzima. Mithali 4:23, linda sana moyo wako, maana huko ndiko zitokako chemichemi za uzima. Na kulinda lazima ujue namna ya kudhibiti, lazima ujue namna ya kudhibiti huyu moyo ili usije ukadanganywa na hizi kanuni na roho ya udanganyifu ya mali na ukajikuta umemwacha Bwana na uangamivu umekukuta. Sasa kuna kanuni kadhaa ambazo nataka nikupe zikusaidie kwa ajili ya udhibiti wa mapato na matumizi yako. Lakini kabla sijakupa kanuni hizo, nitakusomea maandiko kutoka Wafalme wa Pili, kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 12. Mistari mirefu kidogo, lakini imebeba somo letu lote hili, na nafikiri leo nitakusomea alafu kesho nitakuchambulia kanuni kadhaa ambazo unaziona kutoka kwenye ile Wafalme wa Pili sura ya 12 mstari ule wa 4 hadi wa 16. Wafalme wa Pili sura ya 12 mstari wa 4 hadi wa 16. Nikusomee mistari mingi kidogo alafu kesho nikupe uchambuzi wa hii mistari. Wafalme wa Pili 12 mstari wa 4. Biblia inasema, Yoashi akawaambia makuhani, fedha yote ya vitu vitakatifu iliyoletwa nyumbani mwa Bwana, fedha ya matumizi, fedha ya watu kadiri alivyoandikiwa kila mtu, na fedha yote iliyoletwa kama mtu yeyote aonavyo moyoni mwake kuileta nyumbani mwa Bwana, makuhani na waitwae. Fedha yote, makuhani na waitwae, kila mtu kwa hao awajuao, nao watatengeneza palipobomoka nyumbani, kila mahali palipoonekana pamebomoka. Kwa hiyo Mfalme Yoashi aliwaruhusu makuhani kukusanya fedha kutoka kwa watu wote wanaowafahamu, waumini wao wote, taifa zima, kusanyeni fedha, na akawaruhusu hiyo fedha waitumie kujenga mabomoko yaliyokuwepo kwenye nyumba ya Bwana. Makuhani wakusanye fedha kwa kila aina kwa wote wanaowafahamu. Wakiweza kuwafuata nyumbani wawafuate, wahakikishe wamekusanya fedha. Iweko fedha ambayo ilikuwa ni amri ya Musa watu watoe, na sadaka za hiari zote wakusanye. Na wakikusanya, mfalme ni kama aliwaambia, sitaki kujua habari yake, jengeni mabomoko ya nyumba ya Bwana, ambayo kimsingi ni ofisi yao, kwa sababu hawa ni makuhani. Mstari wa 6 unasema, lakini angalia jambo la ajabu sana, ikawa mwaka wa 23 wa Mfalme Yoashi, makuhani walikuwa hawajatengeneza mabomoko ya nyumba. Miaka 23 wameachiwa wakusanye hela yote kwa kila mtu anayemjua, kwa staili wanayojua, watengeneze mabomoko. Kwa miaka 23 hawakuweza kufanya hivyo. Ndipo Mfalme Yoashi akamwita Yehoyada kuhani na makuhani wengine, akawauliza, mbona hamtengenezi mabomoko ya nyumba? Anawashangaa. Akawaambia, basi sasa msipokee tena fedha kwa hao mwajuao, lakini itoeni kwa ajili ya mabomoko ya nyumba. Nao makuhani wakakubali kwamba wasipokee fedha kwa watu wala wasitengeneze mabomoko ya nyumba. Lakini Yehoyada kuhani akatoa kasha, akatoboa tundu katika kifuniko chake. Angalia hekima ambayo aliwapa. Kuhani mkuu alichukua, akatoa kasha, akatoboa tundu katika kifuniko chake, akaliweka karibu na madhabahu upande wa kuume mtu aingia hapo nyumbani mwa Bwana. Na makuhani waliolinda mlangoni wakatia ndani yake fedha yote iliyoletwa nyumbani mwa Bwana. Ikawa walipoona kuwa fedha nyingi imo kashani, angalia, walikuwa wanaweka kwenye kasha ambalo limetobolewa. Biblia inasema walivyoona fedha iko nyingi kwenye lile kasha, karani wa mfalme akapanda na kuhani mkuu wakaifunga mifuko. Watu wawili, karani wa mfalme na kuhani mkuu, wakapanda wakaifunga mifuko. Hawa watu wawili wakaihesabu fedha iliyoonekana nyumbani mwa Bwana. Angalia, na fedha iliyopimwa. Kwa hiyo walivyoihesabu wakaifunga. Baada ya hapo waliipima, wakawapa mikononi mwa wale wafanyakazi wao, maana yake iliyohesabiwa waliwapa kwa hesabu waliosimamia nyumba ya Bwana, na hao wakawatolea maseremala na wajenzi waliofanya kazi katika nyumba ya Bwana. Mstari wa 12, na hawaashi na wakata mawe tena kununua miti na mawe ya kuchongwa ili kuyatengeneza mabomoko ya nyumba ya Bwana, tena kwa gharama zote za kuitengeneza nyumba. Lakini havikufanywa kwa nyumba ya Bwana vikombe vya fedha, wala makasi, wala mabakuli, wala panda, wala vyombo vyovyote vya dhahabu, wala vyombo vya fedha. Kwa hiyo fedha iliyoletwa nyumbani mwa Bwana. Kwa sababu hiyo
fedha waliowapa watendakazi wakaitengeneza kwayo nyumba ya Bwana. Mstari wa 15, walakini angalia, hawakufanya hesabu na hao watu waliowakabidhi fedha hiyo ili wawape watendakazi, kwa kuwa watenda kwa uaminifu. Kwa hiyo fedha waliowapa watendakazi haikuhesabiwa kwa sababu waliwaamini. Na hapa ni jambo kubwa sana la kujifunza. Mstari wa 16, lakini fedha ya matoleo ya kosa na fedha ya matoleo ya dhambi haikuletwa nyumbani mwa Bwana, hiyo ilikuwa ya makuhani. Kuna fedha ambayo haikuja kama matoleo kwenye nyumba ya Bwana kwa sababu ilikuwa ni ya makuhani. Kwa hiyo pamoja na haya makusanyo yote, unaona mambo mawili. Kuna fedha haikuletwa nyumbani mwa Bwana kwa sababu ilikuwa ya makuhani, hiyo walichukua wenyewe, hiyo ni matoleo ya kosa. Na walipowapa wale mafundi kadha wa kadha wafanya kazi yao walivyokabidhiwa fedha, Biblia inasema hawakuihesabu kwa sababu hawakufanya nao hesabu. Waliwapa kwa hesabu lakini hawakufanya hesabu. Maana yake hawakutaka wa account for kwa sababu waliwaamini. Hawakutaka walete mrejesho wa fedha waliopewa kwa sababu waliwaamini. Mungu akubariki sana. Na Mungu akujalie kupata nafasi kesho ya kuungana na sisi kwenye kipindi hiki nitakapoendelea kukuchambulia kanuni hizi za udhibiti wa mapato na matumizi ili zikusaidie katika kumanage, katika kudhibiti fedha yako ili uwe na matunda. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Amen.